Kwa majina naitwa Mhandisi Emili Zengo, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Lindi. Katika mkoa wa Lindi, ndani ya miaka minne ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwepo madarakani, jumla ya shilingi bilioni 314.56 tumezipokea na zimetumika katika maeneo mbalimbali. Katika wilaya ya Ruangwa kuna miradi miwili ya lami ambayo inaendelea, ambapo mradi mmoja ni ujenzi wa kilomita 53.2 ambapo lami inajengwa kutokea Nanganga kuja Ruangwa, ambapo kwa sasa hivi mradi ule upo 85%. Lakini kutokea Ruangwa kwenda Nachingwea kuna mradi wa kilomita 57.6 wenye jumla ya shilingi bilioni 76.66 unatekelezeka na sasa uko asilimia zaidi ya 10. Na mradi wa Nanganga kuja Ruangwa gharama yake ni shilingi bilioni 51.3 na unaendelea vizuri. Na mradi mwingine ambao kwenye mabilioni ambayo tumeyapata katika mkoa wa Lindi ambao unaendelea kutekelezwa kwa sasa hivi ni miradi ya dharura ambayo adha kubwa wananchi wa Lindi waliipata mwaka jana katika mvua ambazo zilinyesha, na jumla ya miradi 13 inaendelea kutekelezeka katika barabara 5 tofauti kwenye mkoa huu wa Lindi, ambapo jumla ya madaraja 11 na makaravati 18 yanajengwa katika mkoa huu wa Lindi. Gharama za miradi hii ni bilioni 119. Zote hizi zimeletwa katika mkoa wa Lindi ili kurekebisha miundombinu ambayo iliharibiwa na kimbunga Hidaya pamoja na mvua za El Nino ambazo mwaka jana tu ndio zilitokea, na wakandarasi wako kazini wanaendelea na kazi. Katika mkoa wa Lindi kwenye wakandarasi ambao wanatekeleza miradi ya dharura, wakandarasi 6 ni wakandarasi wazawa na wakandarasi 3 tu ndio wakandarasi wageni. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatekeleza kauli mbiu ya kuwakuza wazawa, na katika matengenezo mbalimbali madogo kwenye barabara zetu za mkoa wa Lindi, jumla ya shilingi bilioni 49.6 amezileta ndani ya miaka minne tu, na tayari katika maeneo mbalimbali ya barabara zetu watu wameona matengenezo yakiendelea. Na katika matengenezo ya dharura, barabara 5 zimefanywa kazi. Barabara hii ya kutokea Dar es Salaam hadi Mingoyo, ambapo maeneo maarufu kama Somanga daraja la mita 60 linajengwa. Maeneo ya Mikeleng'ende ambapo kazi tumeiona ikiwa inaendelea, maeneo ya Kipwata, maeneo ya Mbwemkuru na makaravati mbalimbali ambayo ujenzi wake unaendelea kama mnavyoona. Lakini kwenye barabara ya Tingi Kipatimu tayari kazi zinaendelea za ujenzi, ambapo makaravati 6 yanaendelea kujengwa, yako katika hatua mbalimbali. Lakini kwenye barabara maarufu ya Nangurukuru kwenda Liwale tayari kuna miradi 3 ambayo inaendelea, ambapo daraja la Miguruwe la mita 39, daraja la Kimambi mita 39, lakini na daraja la Zinga la mita 18. Yote hayo yanaendelea kujengwa na yapo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Lakini bila kuwaacha wana Nachingwea, barabara ya kutoka Liwale kwenda Nachingwea tayari kuna miradi miwili ambayo inaendelea. Daraja la Nangano mita 20, lakini daraja la Mbwemkuru ambapo miaka yote daraja limekuwa ni la mbao, lakini sasa hivi anaenda kuwabadilishia wana Nachingwea na wana Liwale na kuweka daraja la kudumu ambapo magari yatakuwa yanapishana mawili kwa wakati mmoja pamoja na maeneo ya watembea kwa miguu.
daraja la Nakiu la mita 70 anakwenda kulijenga. Daraja la Kigombo mita 25 anakwenda kulijenga, ambapo wakandarasi wako site na wanaendelea na kazi. Tayari kwenye bajeti ya 25-26 kilomita 76 zimetengwa, na kwa awamu ya sasa hivi mkandarasi wa kujenga kilomita 10 tayari ameshapatikana, na mkandarasi anakwenda kusaini mkataba na kuanza utekelezaji wa kilomita 10 za ujenzi wa lami ambazo zinaanzia Liwale. Lakini bila kusahau barabara ya kuelekea Nachingwea, ambapo kilomita 55 zinakwenda kujengwa kutokea Liwale kuelekea Nachingwea, ambapo zitaishia kwa awamu ya sasa hivi Kiangala. Lakini wana Nachingwea kwenda Masasi kupitia Lukuledi tayari kwenye bajeti ya 25-26 ametenga kilomita 45. Miradi hii ya dharura kama maelekezo ya Mheshimiwa Waziri ambaye aliyatoa, kila mradi anataka uwe na taa, na sisi kama wakala ya barabara, ambapo baada ya madaraja haya kukamilika, madaraja haya yatakuwa yanameremeta usiku. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kwamba wananchi wake wanafaidika kwenye miradi hii, zaidi ya ajira 572 zimezalishwa, ambapo zaidi ya kina mama 72 wameajiriwa katika miradi hii, na ajira ambazo zisizo rasmi zaidi ya ajira 52 za mama ntilie, za watu wengine ambao wamefaidika kutokana na miradi hii kuwepo katika mkoa wa Lindi. Kwa hiyo miradi hii imeleta neema kwa watu wote kwa ujumla. Faida kubwa za miradi hii baada ya kukamilika, mkoa wa Lindi ni mkoa ambao una fursa nyingi. Kuna mazao ya ufuta, kuna mazao ya mbaazi. Hayo mazao yanahitaji kusafiri. Kuna madini, kuna mazao ya korosho ambayo yote yanahitaji kusafiri. Lakini kuna wananchi ambao wana majukumu yao maeneo mbali na Lindi. Miradi hii itakapokamilika itawapatia wananchi hawa fursa na kuwapunguzia muda wa kusafiri, lakini pia itawapunguzia wamiliki wa magari matengenezo, kwa sababu maeneo haya yatakuwa yametengenezwa vizuri na gharama za matengenezo kwa magari haya zitashuka. Lakini vile vile usafirishaji wa mizigo, usafirishaji wa abiria utakuwa ni rahisi zaidi na utatumia muda mfupi. Kwa hiyo miradi hii itakapokamilika italeta faida kubwa kwa mtu mmoja wa Lindi na watu wengine ambao wanakuja Lindi, lakini taifa kwa ujumla, na hivyo utaongeza kipato cha mtu mmoja, lakini pia kipato cha taifa kwa ujumla. Katika kuhakikisha kwamba muendelezo wa ujenzi katika mkoa wa Lindi unaendelea, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametenga pia fedha kwa ajili ya upembuzi yakinifu. Upembuzi yakinifu ni uandaaji wa michoro na gharama za kujua mradi huu utajengwa kwa kiasi gani, ambapo miradi barabara ya Ngongo na Michiga kwenda Ruangwa inafanyiwa upembuzi yakinifu ili tuweze kujua michoro yake na gharama za ujenzi. Lakini pia barabara ya Kilimarondo kuja mpaka Nachingwea inaendelea na upembuzi yakinifu ili itakapokamilika tuweze kujua michoro yake na gharama za ujenzi kwa kiwango cha lami. Tunatoa wito kwa watumiaji wa barabara na wananchi wa mkoa wa Lindi katika miradi hii inayoendelea, waendelee kulinda mali za wakandarasi, kwa sababu mali hizi ni sehemu ya miradi hii. Lakini vile vile madereva ambao wanaendelea kutumia barabara hii, kuna barabara hizi za mchepuko ambazo zimetengenezwa, basi waendelee kufuata alama za barabarani
ili wawe salama na maeneo mengine ambayo alama hizo zipo. Lakini pia wito kwa wananchi mbalimbali waendelee kulinda alama za barabarani. Wakiona mtu anahujumu au anakata, waripoti, kwa sababu hao wahalifu tunaishi nao, tuwadhibiti na kuwakataza ili wasiweze kuharibu alama mbalimbali za barabarani. Lakini wito pia kwa wananchi wa mkoa wa Lindi, tuna maeneo ya hifadhi za barabara. Tunawaomba na kuwaasa waheshimu maeneo haya, kwa sababu maeneo haya ndiyo maeneo ambayo sisi kama wakala ya barabara tunapoamua kufanya ujenzi au maendelezo yoyote ya umma katika sekta ya barabara tunayahitaji maeneo hayo. Kwa hiyo waendelee kuyaheshimu, waendelee kuyatunza na wasiyavamie. Tunamshukuru sana na kumpongeza sana Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa ambaye alijitoa akaja kututembelea katika eneo la Njenga, Matandu, lakini pamoja na Somanga, kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwetu. Alitutia moyo, alitupatia faraja, na sisi kama wakala wa barabara tunampongeza sana na kumshukuru, na tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki. Na sisi kama maelekezo yake ambayo aliyasema, tupige kambi, na tunaendelea kupiga kambi katika maeneo haya na kuhakikisha kwamba wakandarasi hawa kazi hizi tunazisimamia ili ziweze kutekelezeka kwa wakati na kwa ubora kama ambavyo yeye alitoa maelekezo yake. Lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ambaye amekuwa na sisi bega kwa bega kipindi chote ambacho mafuriko yalikuwa yanatokea pale Somanga. Amekesha na sisi, amefanya kazi pamoja na sisi, lakini ameweza pia kwenda katika barabara ya Nangurukuru mpaka Liwale na kujionea na kutoa maelekezo mbalimbali kwetu sisi wana TANROADS Lindi, namna gani tuweze kuiboresha hiyo barabara ili barabara hiyo iweze kupitika muda wote na iweze kupitika vizuri kipindi chote cha masika na kiangazi. Lakini nimpongeze sana Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi Balozi Aisha Amur kwa kuendelea tusupport kwa njia mbalimbali ambazo sisi ili tuweze kutekeleza majukumu yetu. Lakini pia nimpongeze Mhandisi Mohamed Besta ambaye ni mtendaji mkuu wa wakala ya barabara kwa maelekezo yake, kwa guidance zake ambazo anaendelea kutupatia sisi wakala ya barabara Lindi. Amekuwa ni msaada mkubwa sana. Popote tunapopata tatizo, tukimpigia anatoa suluhisho muda huo huo na kutoa maelekezo ambayo sisi tumeendelea kuyatekeleza chini ya uongozi wake madhubuti. Lakini pia bila kusahau uongozi wa mkoa, Mheshimiwa Zainab Terak amekuwa akitupatia maelekezo mbalimbali, akitusapoti, akitutia moyo, tuambia namna gani ya kufanya, na sisi tumekuwa tukitekeleza, na ndio maana tunaendelea kufanya kazi vizuri kwa ushirikiano na mkoa. Pia nipende kutoa shukrani zangu kwa wabunge wote wa mkoa wa Lindi. Wao wanapata taarifa mbalimbali, na wanapopata hizo taarifa wanatuletea sisi, na sisi tunazifanyia kazi kwa wakati, na wananchi wanaendelea kupata huduma mbalimbali. Lakini nipende pia kuwapa pongezi wafanyakazi wenzangu wa TANROADS mkoa wa Lindi. Wamekuwa karibu sana na mimi. Ushirikiano wao wa dhati umekuwa ni kipaumbele na kusababisha kazi hizi ambazo tumedhaminiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kutekelezeka kwa ukaribu zaidi na kwa umahiri zaidi. Vile vile niwapongeze waandishi wa habari wetu wa TANROADS na Wizara ya Ujenzi ambao wamekuwa wakitoa taarifa zetu za mkoa wa Lindi na
kuwahabarisha wananchi katika majukumu yoyote ambayo sisi tunayafanya, lakini pia katika maafa au tatizo lolote ambalo linakuwa limetokea, ili wananchi hao waweze kupata taarifa. Niwashukuru sana na kuwapongeza wananchi wote wanaotumia barabara hizi za mkoa wa Lindi. Kwa kweli wamekuwa ni watu waungwana sana, wamekuwa wavumilivu na sisi, wamekuwa ni wasikivu. Madereva wote wanaotumia hizi barabara katika kipindi hiki ambacho ni kipindi cha mpito, na sisi tukiwa tunaendelea kuwarekebishia miundombinu yao, wamekuwa wavumilivu na wasikivu. Tunawashukuru sana na kuwaomba waendelee na moyo huo wa uvumilivu, moyo huo wa usikivu. Sisi tuko kwa ajili yao.